Tumebadilisha kidogo, na kama tumebadilisha kidogo, kama huwezi kubadilisha wewe usije hapa ukasema hiyo kitu hapa, sawa maana unatuvurugia. Mko tayari? Mko tayari? Maana kuna watu ambao hapa akili zao zina shida mpaka wapigiwe mabaragumu. Haya, nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Wafanya kuwa wanafunzi. Haleluya. Kuna baadhi ya watu ambao wako vizuri, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawako vizuri. Tunafanya hivi. Mimi ninaanza kusema nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Wanaume wanasema Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Wakina mama wanaitikia popote na Yesu nitakwenda. Tunafanya mara 3, kila wakati unaongeza sauti, kila wakati unaongeza sauti, ya mwisho sauti mpaka uko juu. Sawa? Tunaanza. Moja, ninaanza mimi. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Popote na Yesu. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Wale kuna wasio na nidhamu kupindukia, wamekatwa wananiangalia mimi huko. Kwa ajili yao tunarudia. Ukimwona mwenzako ana nidhamu, muombe, sawa Muombe kusudi nidhamu izaliwe. Haya, ninaanza. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Haleluya. Nataka nikuambie inapendeza sana. Japo kuna wakina baba wawili wamekaa tu kwenye viti vyao, lakini wanapata moto. Haleluya. Siku moja nilikutana na vijana wa kike, wasichana wazuri. Wakawa na wavulana, wakaniuliza maswali katika wakaniambia, sasa mchungaji, nikitaka kuposa mvulana au msichana akitaka kuposwa, swali la kwanza kumuuliza huyo mvulana anayeniposa, nitamuuliza swali gani? Nikapepesa pepesa. Kuna wasichana na wavulana hapa? Nikawaambia, mtu yeyote yule, msichana au mvulana, akija mbele yako anajipitisha na ukiangalia mpango wenyewe ana mpango wa kuposwa. Maka tunawafundisha namna ambavyo wanatembea kusudi waposwe. Huwa tunawafundisha. Na wavulana tunawafundisha namna ya kujua huyu msichana anafaa kuposa. Swali la kwanza ambalo unatakiwa kumuuliza, kabla hujamuuliza mengine yoyote, unamuuliza unafanya kazi gani? Akisema sifanyi kazi yoyote, yaani maana yake hata maandazi ya piki akauza, hata vitumbua hajui kupika, hata biashara hana, kulima halimi, hata kwenda kwenye mikokoteni ya sukuni, kwenda kwenye hana chochote. Ukiona msichana wa namna hiyo anakufuata, kimbia. Aheri ukutwe na corona kuliko msichana wa namna hiyo. Atakupatia shida maisha yako yote, utabeba mzigo wa kupindukia. Na ukimwona mvulana anakuja akitembea na wewe, ukimwangalia amevaa tai,
kwenye mitambo ya kanisa kila akiulizwa unaweza anasema sina. Ya hata Mungu anajua, akiambiwa kazi anasema sina kazi, mikokoteni hasukumi, lakini amevaa tai hata kama anaimba kwaya. Alafu kimuuliza biashara hana, kuuza mandazi hauzi, kuuza vitumbua hauzi, hata ndizi hauzi, chochote hauzi. Alafu anakuja anakuposa. Nataka nikuambie, kimbia ni mabomu ya atomiki hayo. Kimbia hata kama anaimba kama malaika, kama ana lolote analofanya, achana naye, mpige background, abaki huko. Wewe songa na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema siku sita fanya nini? Utende mambo yako. Huhitaji kumjua Sabato, unamjua kwenye kazi zake alizozifanya siku sita. Hicho ni kibwagizo tu kwa wasichana na wavulana. Somo langu, fungu langu kule linasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Maana ya kuwa hodari ni kwamba unaweza ukahimili mikiki ya maisha, mikiki ya kiroho, mikiki ya maombi, mikiki mbalimbali. Biblia inasema uwe hodari tena na moyo wa ushujaa. Usiogope, maana mambo ya kuogopesha ni mengi ajabu. Usifadhaike, maana mambo ya kufadhaisha yapo tu yamejaa. Usiogope, anasema kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako, anasema nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Fungu linalolitenda ajabu ni mojawapo ya mafungu haya. Na unajua maana yake ni nini? Biblia inataka uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kuweza kuyaimarisha mambo yako yaliyosalia yanayotaka kufa. Biblia ikikwambia uwe hodari, kuna mambo magumu yanaweza yakaja mbele yako. Kuna mambo yasiyo kawaida yanaweza yakakujia. Hili linakuja. Siku moja tulikuwa tuko Tanga. Tumepata msiba wa mtoto wa mwinjilisti mwenzangu. Alikuwa ni mzee, alikuwa ni wa makamu. Tukiwa saa za jioni, tuko nyumbani, tunaangalia mambo yanavyokwenda. Tukapata habari, kapiwa mchungaji, nenda Bombo Hospital. Kuna nini? Sema kuna watu unaenda kuangalia. Lakini uende na mzee yule aliyefiwa. Unajua tulipofika Bombo Hospital, tulikuta maiti zingine 5 za mtoto wa yule mwingine, mtoto mwingine wa yule mzee, mtoto ndugu yake, kaka yake, dada yake na shangazi yake, wote tumbo hili moja. Walipokuwa wanasafiri, walipofika njiani, mambo yakawa ndivyo sivyo. Gari likapinduka pindu, wakafa 5. Dunia sio mahali petu. Dunia hapa tunatembea tu. Huwezi ukajua kwamba utafika nyumbani kesho. Huna uhakika. Sisi tunaweza kumtegemea Mungu wa mbinguni. Nenda kayangalie mambo yako, nenda kakeshe, nenda kayaimarishe mambo yako yaliyosalia yanayotaka kufa. Nenda kayangalie, nenda kayaimarishe, na wewe utakuwa mojawapo wanaoweza kutembea na Yesu. Na leo natoa kanuni nyingine ndogo tu ya kuweza kutembea na Yesu, kanuni inayosema mpende adui yako. Sema mpende adui yako. Mpende adui yako. Na ninasoma kwenye Biblia, sitoi kichwani. Biblia ikisema hivyo, ukikataa, utakataa Biblia, utanikataa mimi. Mathayo 5 fungu la 45. Yule msomaji wangu amehamia huko na hivi nafikiri. Na leo kuna wachungaji hapo vijana mahiri kweli. Mathayo 5 fungu la 43, tusikie Biblia inasema nini. Mathayo 5 fungu la 43. Ndio. Biblia inasema hivi. Ndio.
mmesikia kwamba imenenwa, mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako, mpende jirani yako, na umchukie adui yako. na umchukie adui yako. 44. Ndiyo, Lakini mimi nawaambia, lakini mimi ninawaambia, wapendeni adui zenu, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. waombeeni wanaowaudhi. Mmeshasikia habari hiyo? Yesu anatuambia, nimewaambia. Mmeshawahi kusikia? Maana wanaume walio na nguvu, kazi yao, jirani akikuletea shida unapambana naye. Mtu adui akija, kwanza ni kutaka kumuua, kumwangamiza. Lakini Yesu anasema, lakini mimi ninawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Watu wanaoudhi ni wangapi leo? Watu wanaoudhi, wengine makusudi wanaamua kukuudhi. Bado Biblia inasema mpende anaye kuudhi. Tena anasema kwamba wapendeni adui zenu, wale ambao unawaita adui. Kama wewe huna adui, nataka nikuambie wewe hujawa Mkristo wa kweli. Wakristo wa kweli wanakuwa na maadui, alafu wanawapenda, alafu wanawaombea, alafu wanaenda nao mbinguni. Haleluya! Hao ndio Wakristo wa kweli katika maisha yetu. Nani ambaye ni adui wa Kristo? Ni nani ambaye ni adui wa mwanafunzi? Ni yule ambaye alichukiwa. Yaani kuna watu ambao wakati tukiwa hatujaamini walituchukia, walitutesa. Tena kuna wengine ni wazazi wetu, tulipobadilisha dini walitutesa, wakatuumiza, wakatusumbua. Nakumbuka mimi natoka kwenye Katoliki. Nilikuwa Katoliki muda mrefu. Mama yangu alikuwa Mkatoliki, na sisi watoto tunapenda kufuata kwa mama. Zile salamu Bikira Maria mama wa Mungu imejaa neema ziko kichwani kama wimbo wa taifa, zilikuwa ziko kichwani. Lakini mama akapata habari ya kuwa mtu wa Yesu, akawa msabato, akawa imara. Siku hiyo tukaenda Songea. Ulipofika Songea tu, babu akakimbia kwenye zizi, akapiga rungu nguruwe likachuma hapo. Wakati tunaendelea kushangaa, wanaendelea huko, wanaleta pombe ya Ulanzi ikaletwa. Mama akawaambia, watoto wangu hawani pombe, hawali nguruwe. Ndio nini? Ndio utakula wewe acha, lakini wajukuu zangu wale. Ndio maana nimewapigia lile nguruwe kubwa. Mama akawaambia, watoto wangu hawali. Unafikiria palikuwa na amani? Wakaanza kupiga mayowe, wakaanza kuimba, kusema jamani. Mama akawaambia, hapana, hawali. Nataka nikuambie, kama kuna misa zilizosomwa ni kipindi hicho. Kama kuna uadui uliotengenezwa ni kipindi hicho. Mmoja wa viongozi mkubwa akasema, huyu watakufa tu. Huyo mama yangu mpaka leo anadunda tu. Wamekufa wao, yeye anaendelea kupumua na Yesu. Haleluya! Nataka nikuambie, kuna maadui, lakini bado Biblia inasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hata hao, nataka nikuambie, huyo ambaye alifanya hivyo, wakati babu alipokuwa bibi amefariki, walikaa siku 5 wakingojea mimi nifike. Anasema padri afanye nini? Afike. Nikamaliza mikutano yangu, maana tunajua acha wafu wazike nini? Nikamaliza mikutano yangu, wakaningoja, na mapadri wakaningoja, na wote wakaningoja. Nikafika pale, tukaendelea tukamzika. Kuna maadui. Ni nani ambaye ni adui ya wanafunzi wa Yesu? Ukiwa mwanafunzi wa Yesu utakuwa na maadui. Ni yule ambaye anawatukana na kuwadharau watu ambao wanatunza amri za Mungu na imani ya Yesu. Kuna watu ambao ukutana nao wanasema tunawachukia Wasabato. Hao watu unaweza ukawa na kichwa kibovu ukawafanya kuwa maadui. Yesu anasema hivi, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaofanya nini? Wanaowaudhi. Kuna wale ambao wametutesa. Kuna wazazi ambao wametutesa. Tulipoacha imani hiyo ya zamani, tulipoacha kwenda kwa wachawi, tulipoacha kwenda kwa mitambiko ya ukoo, tukaenda
kumfuata Yesu tukatengeneza uadui kati ya watu fulani na watu fulani. Ni nani ambaye ni adui ya mwanafunzi? Ni mabingwa maarufu wa dini ambao wanachukia, wako tayari kulipua makanisa, wako tayari kuua watu kwa sababu wasieneze Ukristo katika maeneo. Wadui ambao unaangukia wakati mwingine ni moto. Watu wanakuambia twende tukagome, twende tukapinge, twende tukaandamane. Unawaambia mimi Waadventista sifanye hivyo. Unatengeneza uadui. Kuna watu wengi ambao wanakuwa ni maadui wetu kwa sababu ya yale ambayo tunayoyafanya. Na mchungaji mmoja anaitwa Adha alikuwa anasema Wakristo wote ni maadui wa nani? Wa shetani. Kwa hiyo shetani atajinyanyua, atataka kufanya kila anachoweza. Yesu anarudia kusema katika Agano la Kale, anajaribu kueleza kwamba je, umfanyie nini adui yako? Hebu tusome Kutoka 23 fungu la 4. Wewe Yesu anasema nini? Kama adui yako umfanyie nini? Pakitokea mambo ambayo adui yako unaweza kumpata kwenye laini, unaweza kumfanyia nini? Hebu nisomee hiyo Kutoka 23 fungu la 4. Kwa 23 fungu la 4 linasema, ndio, ukimwona ng'ombe wa adui wako, ukimwona ng'ombe wa adui yako au punda wake. Narudi. Hello? Ndio. Ukimwona ng'ombe wa adui wako, ukimwona ng'ombe wa adui yako au punda wake amepotea, sharti umrudishe kwa mwenyewe tena. Yaani Biblia inaeleza wazi. Na najua hapa ukimwona adui yako mtoto wake anaenda vibaya, unaweza ukasema hapana, sitamgusa. Lakini Biblia hapa inaniambia kwamba hata haiwezekani. Unatakiwa umchukue yule punda ambaye anatangatanga, umrudishie adui yako. Umwambie, wewe adui yangu, wewe leo umeanza kuwa rafiki yangu, nimekurudishia. Haleluya. Mithali 25 fungu la 21. Tuone Biblia inasema nini. Tumekuwa na maadui, wakati dawa ya maadui ni rahisi. Dawa ya maadui ni kuwapenda. Usipowapenda wewe utapatana na Mungu wako milele zote. Mithali 25 fungu la 21. Uone Biblia inasema nini. Mithali 25:21 inasema, ndio, adui yako akiwa ana njaa, adui yako yuko shidani, mpe chakula. Tena akiwa ana kiu, mpe maji ya kunywa. Ukristo ndio huo. Kinyume chako wewe sio Mkristo. Kinyume chako wewe ni mpagani. Kinyume chako unatakiwa kutengeneza mambo yako. Adui yako lazima ajue kwamba wewe ni tofauti na yeye. Sasa makuja na fujo. Wafalme wa Pili 6. Tusome kidogo, tusome Biblia. Tuone Biblia inatuambia. Nataka tusome Biblia kidogo. Uone Biblia ilikuwa inasema nini wakati wa Agano la Kale. Wafalme wa Pili 6. Ndio. Fungu la ngapi? Anzia fungu la 8. Na uende haraka maana pana mambo mengi kidogo hapo nataka tuyasome. Watu waone ni live kutoka kwenye neno la Mungu badala ya maneno tu, live. Ndio. Basi mfalme wa Sham alikuwa akifanya vita na Israeli. Hiyo ndio hadithi inayoanzia vita kati ya Israeli. Huyo ni adui au huyo ni rafiki au ni adui? Ni adui. Endelea. Akafanya mashauri na watumishi wake. Sawa. Akasema, ndio, kituo changu kitakuwa fulani. Yaani huyo mfalme wa Israeli, huyo mfalme wa Sham anapanga mipango yake huko chumbani kwake. Anasema kituo changu kitakuwa mahali fulani. Fungu la 9. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli. Sema kuna mtu wa Mungu ambaye anapeleka habari kwa mfalme wa Israeli. Kusema, jihadhari usipite mahali fulani. Usipite njia ile. Kwa sababu ndiko wanakoshikia Washami. Anasema ndiko majeshi ya Washami itasikia pale. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pa kuambiwa na yule mtu wa Mungu. Ndio.
na kuadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala sio mara ngapi? Mara mbili. Yaani sikiliza mchezo ulivyo. Yeye yuko kule na majeshi yake, anapanga namna atakavyo watesa wana wa Israeli, atakavyomshambulia mfalme wa Israeli. Lakini sasa nabii anakwenda anamwambia mfalme wa Israeli kwamba usipite pale, ukipita pale umekwisha, nenda njia nyingine. Endelea usikie fungu la 11. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana. Kwa kila alipokuwa anafanya mbinu, mtego unafanya nini? Unateguliwa. Kwa ajili ya jambo hili. Ndio. Akawaita watumishi wake. Akawaambia, nyie watumishi. Akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa... Sio ninyi. Watu wangu nyie ndio mnaenda kumpelekea habari mfalme wa Israeli kule. Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, akasema hapana, bwana wa mfalme. Lakini Elisha, yule nabii aliye katika Israeli, ndio humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Pale unapolala wewe na mke wako, mnafanya mambo yenu, hakuna mtu anayeona. Yeye mfalme wa yeye nabii anawatazama, ana CCTV kamera, anawaona huko, anachukua yote yale mnayoyafanya huko na mengine na siri zako zote anachukua, anapeleka kwa mfalme wa Israeli. Akasema, ndio, enendeni mkamwangalie aliko. Mkamuone hapo kazea kukanabii hapo, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Ndio. Akaambiwa ya kwamba, ndio, tazama, yuko Dothani. Ndio. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku. Wakauzingira mji ule pande zote. Nataka unisikilize vizuri. Wanaenda kuchukua nabii. Nabii hana bunduki, nabii hana jeshi, wanakwenda na mafarasi, wanakwenda na jeshi kubwa, tena wanakwenda usiku, wanazingira nyumba yake yote, Endelea. Hata asubuhi na mapema ulipokucha, mtumishi wake yule mtu wa Mungu, alikuwa na watumishi, watu wanaomsaidia kazi, alikuwa na watumishi wengine. Alipoamka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari. Alipoangalia nje akaona, Biblia inasema jeshi kubwa na mafarasi na magari yamezunguka kila mahali. Akiangalia hakuna amani, pana hali mbaya. Wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, ndio, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Ni wengi. Alipoambiwa hivyo akabaki akashangaa, akiangalia nje anakuta ni majeshi ya Washami yamezunguka kila mahali. Alafu nabii anamwambia, majeshi tulio nayo ni mengi kuliko unavyofikiri. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi ufungue macho yake, apate kuona. Bwana akamfungua macho yule mtumishi. yule. Naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi. Anasema alipokuwa anaangalia, kile kilima chote kilikuwa kimejaa majeshi ya Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, kilikuwa kimezunguka kila mahali. Kile kilima chote kilikuwa kimejaa majeshi ya Mungu wa mbinguni. Na magari ya moto yalizunguka Elisha pande zote. Hakuna mahali magari ya moto yamezunguka Elisha. Ndio. Na 18. Na alipomteremkia Elisha akamwomba Bwana. Yale majeshi yakawa yanamteremkia Elisha. Elisha akamwomba Bwana. Akasema, wapige upofu. Na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Akawafanya yale
aliyeishia Washami yote kuwa kipofu. Elisha akamwambia, Elisha akatoka, njia hii sio. Elisha alikuwachezea, akatoka akamwambia, hiyo njia mliomtafuta Elisha sio penyewe, ngoja niwaonyeshe, mnakubali? Wakamwambia nini? Na mji huu sio. Na mji wenyewe mnaotafuta sio wenyewe. Nifuateni mimi. Nifuateni niwapeleke kwa Elisha. Nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Huko nitawapeleka kwa yule mtu ambaye mnamtafuta. Akawapeleka Samaria. Akawapeleka mpaka Samaria kwa mfalme wa Israeli. Hapo walipokwisha kuingia Samaria. Walipoingia Samaria sasa, Elisha akasema. Elisha akaanza kuongea nao tena. Bwana wafungue macho watu hawa. Akaongea na Mungu wa Israeli wapate kuona. Anasema fungua macho yao wapate kuona. Bwana akawafungua macho wakaona. Akawafungua macho wakaona. Haleluya. Kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Yaani walikuwa wameshawekwa kwa mfalme wa Israeli, wamezungukwa. Mfalme wa Israeli yuko anawaangalia hivi. Endelea. Naye mfalme wa Israeli alipowaona, sikiliza kituko cha Wasabato. Akamwambia Elisha, baba yangu, niwapige. Akamjibu, akamwambia, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga? Je, hao watu ambao wanakusumbua wewe uliwanunua? Uliwatoa wapi? Hao watu unaowekea kiburi wametoka wapi? Wewe hao watu ambao unawachukia, je, ni mali ya nani? Nani aliyowaleta hapo? Hao unaotaka kuwapiga. Kabla usiwapige. Haleluya. Je, ungetaka kuwapiga watu? Kuna wakati tunatesa watu ambao wamenunuliwa kwa damu ya Yesu badala ya kuwasaidia. Hebu endelea uone aliwaambia nini. Kwa upanga wako na uta wako, weka chakula na maji mbele yao. Weka chakula, wawekee chakula wana njaa ya neno la Mungu, wawekee chakula wale. Wapate kula na kunywa. Wale wanywe, nenda kuwapatia chakula wale wanywe. Na kwenda kwa bwana wao. Na waende kwa bwana wao wakamwambie, huko Israeli hakuna njaa, kuna neema. Basi anatuma wainjilisti waende huko. Anatuma wainjilisti wa vitabu waende huko. Anasema wewe hao watu sima ya wacha waende wakafanye kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Nataka nikuulize swali. Je, unaye adui maishani mwako leo ambaye ukipata nafasi ya kumpiga utampiga? Nenda kamuulize Elisha alifanya nini kwa wale waliokuwa wanataka kumuua. Kwa nini umpende adui yako leo? Kwa nini umpende yule ambaye anakuchukia leo? Kwa nini? Ni kwa sababu gani? Tusome tena Mathayo 5:45. Tuone Biblia inatuambia nini. Usipompenda adui yako itakuwa na madhara gani kwenye maisha yako? Mathayo 5:25, uone Biblia inakuambia nini. Mathayo 5:25 Biblia inasema hivi, 45:45. Ndio. Ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Formula. Ili uweze kuwa mwana wa baba yetu aliye mbinguni, kuna formula. Endelea. Maana yeye huangazia jua lake, anawapenda waovu na wema. Na wema anawapenda, anawapatia mvua, anawapatia hewa, anawapatia hiki na hiki. Wema na waovu anawapatia. Huanyeshia mvua wenye haki na wasio haki. Na wasio haki na wenye haki. Mungu anaendelea, maana Mungu yeye ni Mungu mwenye rehema, anawapenda wote, anataka watu watubu, anataka watu waende katika uzima wa milele. Njia pekee ya kumshinda adui ni kumpenda. Njia pekee ya kumshinda adui ni kufanya nini? Kumpenda. Njia pekee ya kumshinda adui wako ni kwa kumpenda. Mkristo lazima atende adui yake kama ndugu. Alipe adui wa rafiki yako kwa upendo. Yaani adui afanye vibaya, wewe uende ukampende yule adui. Hapana, wewe sio Mkristo.
tabia yake Kristo lazima iamuliwe na jinsi anavyowatendea watu ambao wanamuudhi, wale ambao wanawaita maadui yake. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, nataka pia fungu tulisome. Maki ni fungu zuri. Mathayo 5 fungu la 46. Tuone linasema nini. Mathayo 5 fungu la 46. Uone Biblia inatuambia nini. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Maana hata wavutabangi wanawapenda wavutabangi wenzao. Hata malaya wanawapenda malaya wenzao. Walevi wanagawana pombe. Mnapata thawabu gani mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi? Hata watoza ushuru. Je, nao wafanya yayo hayo? Watoza ushuru wanaopenda watoza ushuru wenzao. Je, afanye hayo? Ni nani anayehitaji upendo wetu kuliko yule adui yetu? Ni nani ambaye ataburudika sana kwa kile ulichomfanyia kama adui yako? Ni nani huyo? Adui yako anataka upendo wako kupindukia. Tena mkimwamkia, soma 47. Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu. Yaani unaenda kwa ndugu zako, unasalimia ndugu zako tu. Mwatenda tendo gani la ziada? Unatendo gani? Hata wapagani wanafanya hivyo. Hata watu wa mataifa. Hata mataifa wanafanya hivyo. Je, nao wafanyi kama hayo? Wao wanafanya hivyo. Ukiwapenda wasabato peke yao, wewe sawa na mataifa. Penda wote, maana wote ni wana wa Mungu watakiwa waokolewe. Wapende wote. Upendo wa Kikristo hautofautishi kati ya adui. Ndio maana Yesu alitoka mbinguni akaja duniani kwa ajili yangu. Yesu hakujali mimi nimefanya dhambi kiasi gani, hakujali nimemuudhi kiasi gani, akaja akanitia mimi. Ikiwa tuwapenda ndugu zetu tu, unapenda ndugu yako, ngoja niwaambie, ndugu yako akikwambia ana shida, unaweza ukatoa mali zako zote. Nakumbuka dadangu alikuwa na harusi na mdogo wangu wa kike. Kaka mwisho kalikuwa na harusi. Kaka ni harusi, kaka ni nini? Ninahangaika, nikaanza kuhangaika kumsaidia mpaka ikafanikiwa. Haina thawabu yoyote hiyo. Hata wapagani wanafanyiana hivyo. Lakini nikifanya kwa mtu mwingine ni bora zaidi kuliko kufanya kwa ndugu yako. Haina maana usiwafanyie ndugu zako, lakini fanyia na watu wengine pia. Waombee wale ambao wametumiwa vibaya kukutesa. Wametumiwa vibaya kukufanyia ndivyo sivyo. Waombee wale waliotumiwa vibaya, wakafanya vibaya, wakakusingizia, wakawa maadui zako. Waombee baraka za Mungu wa mbinguni. Bila kufanya hivyo, wewe mbinguni utaingia ukiwa umechoka kwa tabu sana. Mbele ya msalaba, wanafunzi wa Yesu waligundua kwamba wao pia walikuwa ni maadui wa Yesu. Walipoona Yesu ametundikwa, mmoja akaanza njia kutoroka. Huyo anapitia huku, nasema huyu Yesu, huyu biashara yake hii ni biashara kichaa. Kimbia huko. Petro naye kimbia huko. Kila mmoja kimbia huko. Wanafunzi wa Yesu pale msalabani waligundua kwamba wao pia ni maadui wa Yesu, na kwamba Yesu anaweza wakamchukua Yesu kwa upendo wake pale msalabani, lakini walimkimbia. Wanafunzi wakagundua kwamba hata adui mkubwa wa Kristo ni wale wa Kristo ambao hawawezi kusamehe, hawana mapatano na ndugu zao, hawana mapatano na marafiki zao. Hao ndio adui wa Kristo wakubwa kupindukia. Wapinzani wa Kristo ambaye mkubwa ni Shetani wanataka kung'oa ufalme wa Yesu hapa duniani. Hawataki mimi na wewe tuokolewe. Wanaleta chuki, wanaleta uadui, wanataka maadui zetu tugombane nao. Maana anajua Shetani, ukiwa na adui hapa duniani mbinguni huendi. Alikwambia endelea, pambaneni, kabila na kabila pambaneni, ndugu na ndugu pambaneni, baba na mtoto pambaneni. Anajua hao ni mali yake, anataka sana tupambane. Lakini nataka niwaambie, katika makambi haya, fanya mikakati ya kuombea maadui zako.
fanya mikakati, na hiyo haitokani na wewe. Wewe huwezi mpaka Roho wa Mungu aingie ndani yako, aingie ndani yangu, afanye mabadiliko, mpaka nimuone yule adui yangu kama rafiki yangu, nikikutana naye njiani na mwita rafiki, na ni rafiki wa kweli. Haleluya! Lazima tuwe na maisha ya ufuasi wa Yesu, tuwe nuru kuangazia ulimwengu, maana sisi ni nuru, sisi ni taa. Tunatakiwa kuambia watu wengine habari ya Yesu. Hatutakiwi kutengeneza maadui. Ni upendo usio na kizuizi, upendo wa bure, upendo wa neema. Neema ya Yesu inayookoa ndio unatakiwa uwe nayo, ndio ninatakiwa niwe nayo, ndio ninayotakiwa kuifuata ili niweze kutembea na Yesu. Ukiwa nayo hiyo, Yesu akwambia samehe ndugu yako, unamsamehe. Kwambia huyu ndugu yako msamehe, unamsamehe. Huyu mke wako amekosea, msamehe, unamsamehe. Akikwambia, Yesu akikwambia chochote, neema ya Yesu ikiwa kwako, utamtii Yesu na utamfuata Yesu. Haleluya! Kwa nini tuwapende adui zetu? Ninyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni aliye mtakatifu. Nataka niwaambie, hakuna kinyonge chochote kitakachoingia mbinguni. Kama wewe unatengeneza maadui, mbinguni huendi. Mpaka utubu, umwambie Yesu, mimi nimekufuata wewe. Lakini tengeneza maadui, zalisha maadui, zalisha visasi kwa watoto, kwa ndugu na jamaa. Wewe zalisha, jua wewe sehemu yako ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Zalisha maadui. Unajua kwa nini nimefurahi nimewaambia? Na ninajua sio maneno yanayofurahisha sana, lakini unajua kwa nini nimefurahi wewe mama nimekuambia? Wewe ambaye una maadui, una watu ambao unawachukia, nimekuambia mchana kweupe, na Yesu anajua kwamba umesikia. Nataka nikwambie usifanye marekebisho. Wewe baba ambaye una maadui mitaani, wewe kaka ambaye una maadui kila kona, usipobadilisha, nataka nikuambie nafasi yako katika uzima wa milele iko hatarini. Na kazi ya makambi ni kukarabati mambo ambayo yametushinda, mambo ambayo hayafai, ambayo tuwezi kuyarekebisha. Ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyarekebishe katika makambi haya. Na ndio maana tumekuja kwenye makambi. Kwenye makambi hatukuja kuenjoy. Nataka mwinjilisti Edwin, mchungaji Edwin aje hapa tukateo. Sijui yuko kuna hivi. Edwin uko wapi? Anasema nenda kwa watoto. Kuhoka kama mwinjilisti. Jina lako hilo linanisumbua. Mimi majina yangu nimezoea kusini mwa Afrika. Kama unajisikia moyoni kweli kwamba mimi ninataka kufanya matengenezo katika makambi haya, ninataka kubadilisha maisha yangu, ninataka Yesu awe ndio kila kitu kwenye maisha yangu, nataka niwe mweupe, nataka niwe kama Yesu anavyotaka, nataka niachane na maadui, niachane na visasi. Nataka kama unafikiria wewe ni mmoja wapo, simama, tunataka tuombe pamoja. Mwambie Yesu nisaidie, maana mimi mwenyewe sitaweza. Nataka nikwambie, mapambano ya leo ni kati ya wema na uovu. Na tumekuja kukutangazia wema. Tumekuja kuambia habari njema kusudi Bwana Yesu afanye miujiza na maajabu katika maisha yako. Tunaomba mwinjilisti wangu apate kutuweka mikononi mwa Bwana. Na ninaomba wakati anaomba, fikiria ni nani adui yako. Hata kama ni mmoja tu, huyo ni kikwazo cha wewe kwenda mbinguni. Tengeneza maisha yako. Tengeneza maisha yako. Kwa nini usivute hatua chache ukaja mbele tukaomba pamoja? Vuta hatua chache tuombe pamoja. Wakati mwinjilisti anatuweka mikononi mwa Bwana, vuta hatua chache kusudi Bwana asikie toba yako. Kama una adui ambaye unafikiria huwezi kabisa kumwendea, leo Mungu akupatie ujasiri wa kumwendea na kumaliza naye kusudi Yesu awe ni kila kitu katika maisha yako. Bwana akusaidie, Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Basi tuombe. Utukuzwe Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni.
Jioni ya leo tunakuja kwako kama tulivyo. Amen. Tumetenda dhambi nyingi. Tumekuwa na maadui wengi. Tukiwatendea mabaya. Tukilipiza kisasi. Leo tumefundishwa. Leo tumejifunza. Sasa kwa vile tumetenda hayo nyuma, tunaomba tusamehe. Utuoshe kwa damu yako. Tugeuze tuwe watu wa namna nyingine. Ili tuzidi kuwapenda maadui zetu, na tunapowaombea, pokea maombi yetu, pokea toba zetu, pokea mahusiano na maadui wetu. Kwa sababu tumegeuka, endelea kutubadilisha tuwe watu wa namna nyingine. Wana na binti zako wamesogea mbele zako, kila mmoja ametafakari kwa yote aliyoyatenda. Kwa sababu ananong'ona kila mmoja, pokea maombi yake. Pokea toba ya kila mmoja. Tugeuze sasa Yesu. Nasi tumekubali kugeuzwa. Tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tunajua dhahiri ya kwamba adui yetu ni mwovu. Hebu kamkemee wewe mwenyewe ili ashindwe, asitukaribie tena. Nasi tukamkemee kwa jina lako, aondoke mara moja kwa jina la Yesu. Yawezekana kuna mapepo, yawezekana kuna mapepo ya uadui, majini ya magonjwa, majini ya shida, majini ya umasikini. Baba, ingilia kati. Mapepo hayo tunaamuru yaanze kuondoka kwa jina la Yesu. Ili watu wako wakafunguliwe na jina lako likatukuzwe. Kuna wengine amewafunga hawajapata watoto. Sasa Yesu, ingilia kati. Vunja nguvu za giza. Vuruga mapepo yatoweke kwa jina la Yesu. Ili matumbo yakafunguliwe, watu wako wapate watoto. Kuna wengine wamekaa muda mrefu hawajatumbiwa wala kuonwa na wachumba. Baba, wafungulie sasa. Watangaze, waletee wanaume wazuri, watakapoolewa wazae watoto na wakutukuze wewe. Kuna wengine wanasoma, wewe Baba, fungua akili zao, siku za mitihani uwakumbushe, uwafundishe ili wafanye vizuri. Kuna wengine wamesoma hawatapata ajira. Ni wewe Mungu naye waajiri. Hebu watafutie ajira nzuri ili wakapate kazi na waendelee na kazi na jina lako likatukuzwe. Kuna wengine wana maadui watoto wao. Watoto wamekuwa maadui kwa wazazi wao. Wengine majirani zao. Tutakapoondoka hapa, tupatanishe kwa damu yako. Patanishe kila mmoja atakapoenda kuongea na rafiki yake ambaye ni adui, waongee vizuri na yaishe mara moja kwa jina la Yesu. Endelea kuwabariki waimbaji, endelea kuwabariki viongozi wa kanisa, endelea kuwabariki wachungaji wetu, wape maisha marefu, ondoa shida na matatizo, wawe na uzee mwema. Endelea kubariki kambi hili, ukishuka na kutuongoza. Tawala kambi hili, niongoze kambi hili, shughulika na kambi hili, ponya kambi hili, okoa kambi hili, bariki kambi hili. Tukiomba tunaamini umetenda makubwa katika jina la Yesu. Amina. Bwana aubariki sana.